Nashukuru Mungu sana. Nashukuru Mungu sana. Kama ni mahusia tutahusiana. Basi jambo la kwanza ambalo nimepangiwa kulifanya ni kulifungua kongamano. Uko tayari? Nalifungua kongamano hili kwa ujumbe unaosema Roho Mtakatifu na mwinjilisti. Roho Mtakatifu na nani jamani? Na mwinjilisti. Nyie wote hapa ni wahubiri. Unajua kuandaa kichwa cha ujumbe ni shughuli. Lakini mimi ndo nimeandaa hivyo. Roho Mtakatifu na uinjilisti. Hebu niombe. Baba, ninakushukuru. Asante kwa ajili ya kusanyiko hili. Asante, watu hao wameacha shughuli zao na kisha wamekuja mahali hapo wasikilize kutoka kwako, wajifunze kutoka kwako. Na wenzetu wote tutakaosimama kwenye madhabahu hii, Baba, tutanena kutoka kwako, tutakuwa spika yako. Naomba ubariki Bwana kongamano hili katika jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Nguvu ya Roho Mtakatifu ni muhimu mno. Nguvu ya Roho Mtakatifu ni muhimu mno kwa ajili ya mahubiri yenye matokeo. Ili mahubiri yawe na matokeo, yanadai sana anayehubiri awe amejawa na Roho Mtakatifu. Mhubiri yoyote, hata kama anaweza kuhubiri kwa ufasaha sana, lakini hana Roho Mtakatifu, mahubiri hayo ni bure. Maana tunataka mahubiri yanayoweza kumbadilisha mwanadamu, mahubiri yanayoweza kumgeuza mtu aliyekuwa anaelekea jehanamu ageuke na kwamba hapana, narudi. Yanahitaji Roho Mtakatifu. Ndugu zangu, ni wasi, pasipo Roho Mtakatifu uinjilisti wako ni bure. Pasipo Roho Mtakatifu uinjilisti wako ni bure, hautakuwa na maana. Kusudi la ujumbe wa asubuhi ya leo ni kukuhamasisha wewe mhubiri kutafuta nguvu za Roho Mtakatifu ili kufanikisha huduma yako ya injili. Naomba mwinjilisti, tafuta Roho Mtakatifu ili ufanikishe huduma ya uinjilisti. Huduma ya uinjilisti, hii huduma ni ya muhimu sana sana sana. Ulimwengu hawezi kupinduliwa kama wainjilisti hatutasimama na Roho Mtakatifu tukaipeleka injili inayobadilisha. Kwa sababu ukiwa na Roho Mtakatifu, kile unachosimama kusema kinabadilisha mtu. Haleluya. Unajua hata makanisani mwetu, mchungaji ukiwa na Roho Mtakatifu utapunguza washirika kuja kutafuta kukaa na wewe. Kwa nini? Akifika kwenye ibada ya Jumapili umejaa Roho, unahubiri, unatoa yani aliyetaka kukuona anapata majawabu moja kwa moja.
na anaahirisha tena kutafuta kikao na mchungaji. Ukiona mchungaji ukisema leo nipo kanisani nafanya counseling, msululu mpaka kule, ipime kwamba nahubiri sio, yani watu wana matatizo tu, yani hawajibiwi. Tunataka injili yenye majibu. Jamani, tunataka injili yenye majibu, na huwezi kuwa na majibu bila Roho Mtakatifu. Haleluya. Katika andiko letu Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8, Biblia inasema, lakini nani alikuwa anasema huyu? Yesu. Anasema lakini mtapokea nguvu akisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Unajua Yesu alipokuwa na watuma wanafunzi, nendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili, hakuwapa mtaji wa pesa. Mtaji wa injili ni hili andiko. Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8 ndio mtaji wa injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema mtapokea nguvu akisha kuajirieni juu yenu Roho Mtakatifu. Halafu anasema ndipo mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, Uyahudi yote, Samaria na hata mwisho wa nchi. Unajua Yesu ndiye wa kwanza kuweka mpango mkakati. Jamani, mnanielewa? Aliweka mpango mkakati wa kuifikia dunia. Mpango mkakati wa kuifikia dunia. Akasema mnaanzia Yerusalemu, Uyahudi, Samaria na hata mwisho wa nchi. Jina la Bwana libarikiwe. Tunajua tuna wahubiri wengi sana katika kizazi chetu, wengi sana katika kizazi chetu. Hata hapa naona mko wengi sana, lakini bado tunataka wengi zaidi. Lakini kuhubiri ni jambo moja, na kuhubiri kwa ufasaha ni jambo lingine kabisa. Nitikia amina. Kuhubiri ni jambo lingine na kuhubiri kwa ufasaha ni jambo lingine, mambo mawili haya. Kwa sababu ukizungumza basi nishinika, nataka nihame nianze kuzungumza na somo langu la baadaye, lakini ngoja niendelee na ujumbe wangu. Kuhubiri kwa ufasaha, kuhubiri kwa malengo. Kwa hiyo tunaona pia mahubiri yenye ufanisi ni mahubiri yenye shabaha na kusababisha roho zivunwe na kuingia katika ufalme. Na sio ufasaha tu, lazima yawe yamejawa na Roho Mtakatifu. Wainjilisti na waasa tumtake Roho Mtakatifu kwa nguvu sana. Nje ya hapo tutadhani uinjilisti labda pengine ni kupiga kelele sana. Uliza mtu muinjilisti ni nini, nasema ni kupiga kelele. Haya bwana, nisinyofue vipande vilivyo mbele. Bila ya nguvu ya Roho Mtakatifu
Ufanisi wa mahubiri unaishia kwenye uwezo wake mwenyewe mhubiri. Bila Roho Mtakatifu, ufanisi wa mahubiri unaishia kwenye uwezo wako mwenyewe, kwa sababu utahubiri lakini hautaleta matokeo. Hautaleta matokeo. Na wala si wainjilisti tu, hata wachungaji. Na sio wachungaji tu. Maana tunaposimama kuhubiri tunataka matokeo. Unataka matokeo. Lakini sasa matokeo hayaji mpaka Roho Mtakatifu. Ili mahubiri yenye ufanisi yafanyike, mhubiri lazima amhusishe Roho Mtakatifu ambaye ni Bwana wa mavuno. Ili mahubiri yenye ufanisi yafanyike, mhubiri lazima lazima ahusishe Roho Mtakatifu ambaye yeye ndio Bwana wa mavuno. Roho Mtakatifu ndio Bwana wa mavuno wa kuvuna roho zote duniani zimgeukie Kristo Yesu. Siku ya Pentekoste alizaliwa mwinjilisti wa kwanza kabisa katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Mwinjilisti wa kwanza katika kitabu cha Matendo ya Mitume alikuwa ni Petro. Jamani, tuko pamoja? Yaani Petro ambaye alikuwa muoga na alikosea, alipojaa Roho Mtakatifu, wakati wamejifungia wako kwenye chumba kile, Yesu ameondoka, alafu ile nguvu aliyoahidi Yesu ilipoingia ndani ya Petro, na walikuwa kwenye chumba, walikuwa waoga, lakini baada ya kujaa nguvu, unajua watu walikusanyika wakiwasikiliza, akasema hao wamelewa, hao wamefanya nini? Sasa kwa sababu amejaa Roho, mwanaume kafungua mlango, asema enyi wanaume wa Yerusalemu, saa hizi ni saa 3, nani anaweza kulewa? Sisi tutakuwa watu wa namna gani saa 3 hii tulewa? Akapiga injili ya kwanza, crusade ya kwanza. Waliokoka watu wangapi? 3,000. Iliyohubiriwa na mwinjilisti aliyekuwa mwoga. Ilihubiriwa na mwinjilisti ambaye hajaenda chuo. Haleluya. Hakwenda chuo. Hakukwepo na chuo. Siku hizi tunajitahidi kwa kila namna tupate wainjilisti bora. Tunaenda chuo cha kawaida cha theolojia, halafu tunasema uende kwenye chuo cha uinjilisti. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya baba askofu wetu mkuu, jinsi ambavyo anahangaika kisha Tanzania inaweza kupindua ulimwengu. Yote hiyo anahangaika ili apate watu bora. Lakini ukipita geti na wapi, bado unamhitaji Roho Mtakatifu. Nimekuonyesha mwinjilisti ambaye hakwenda chuo, ambaye mwinjilisti mwoga. Wewe umemzidi Petro. Unajua wewe umemzidi Petro, kwani wewe ni mwoga? Wewe umemzidi Petro. Lakini angalia kazi iliyotokea baada ya kujaa Roho. Jamaa akatembeza injili mpaka ikafika mahali anasema, wale watu wanasema tutendeje? Tunataka tuhubiri mpaka watu waseme, Bwana wewe tufanyeje sasa? Akawaambia tubuni,
kabatizwa kwa jina la Yesu. Haleluya. Akatembeza fundisho la Roho Mtakatifu. Kama yule mimi namshangaza. Akaanzia Joeli huko alivyosema. Alafu anamwambia leo imetimia kwetu. Unajua tunataka mahubiri yale ambayo yanamfanya mtu afikirie nitapataje kupona. Halafu natoa jawabu la kupona kwake. Jawabu la kupona kwake unalo wewe. Sio tunakwenda kuhubiri tunaenda kutukana tu. Sio kutukana tu. Nipo kwa mkurugenzi wa uinjilisti. Mimi nilikuwa na falsafa tofauti, ndio maana sikupata wengi. Mtu hawi mwinjilisti wa taifa mpaka nimemwalika aje kwangu ahubiri mkutano nimsikilize. Akishuka madhabahuni naambia njoo, naenda kumtengeneza. Jina la Bwana libarikiwe. Kina Madembo hao nimetengeneza, niliwaita Mbagala. Kina Daudi, yule mwinjilisti Daudi nani? Yule ambaye anasema wachawi wote mende roboto. Danieli Daudi. Nilimwalika, maana niliambia mwinjilisti mkubwa kule Tanga, na mimi nataka awe wa taifa. Nikamwambia njoo. Jamaa akasimama, robo 3 ya mahubiri ni ushuhuda wake alivyokuwa jambazi na alivyokuwa mshirikina na alivyoingia kwenye ujambazi kwenye nyumba ya mama aliyejifungua. Wakaingia mle, akachukua kitoto kidogo akakipigiza ubongo, katoka huko akiwa jambazi. Mimi nakwambia nikasikia masikio anawasha, nikaondoka kwenye mkutano kama natembea huko. Sitaki kusikia hayo. Aliposhuka nikamwambia njoo, hatutaki kusikia ulivyobomoa vichwa vya watu. Tupe neno. Na kwa kweli mimi napenda watu wanaokuwa tayari kurekebishika. Daudi alinishukuru, nikamwambia badilisha. Ule sio uinjilisti, ule sio ushuhuda. Ushuhuda unaofanya watu waumie kwa uchungu ulivyoua mtoto wa mtu, pigiza kichanga mpaka ubongo unatoka. Leo unakuja kutuambia kwenye madhabahu hii? Hapana. Mwinjilisti mwingine akasimama, mimi nimekaa, akaanza kuhubiri, akatukana watu. Kwenye uwanja ule kulikuwa hakuna hata gari moja, maana hata mimi mwenyewe sikuwa na gari. Hakuna gari lililopaki kwenye uwanja ule. Sasa akaja mtu na gari yake, akapaki pale. Jamaa ameshiba kweli kweli, ana kitambi. Mwinjilisti wangu amehama. Mnakula rushwa tu, mmejaa matumbo kwa hela ya rushwa. Nikasema Mungu wangu, kila mtu alijua mahubiri haya ni ya nani? Ya yule mwenye gari aliye na kitambi, na hakuwepo mwenye kitambi mwingine. Nikaenda naye, nikatengeneza. Ametokea kwa mwinjilisti mzuri. Haleluya. Tumemwona mwinjilisti wa kwanza siku ya Pentekoste ambaye ni Petro, jinsi alivyojaa Roho. Yaani Roho anaweza kuwa sehemu ya chuo kikuu. Maana yeye anatukumbusha hata yale ambayo tumesoma kwenye vyuo. Ndugu zangu,
Ndugu zangu, kuna njia tatu ambazo Roho Mtakatifu hutumia kutuwezesha kuvuna roho. Kuna njia tatu. Njia ya kwanza, Roho anafunua siri za mioyo ya watu. Unahubiria watu wenye siri mbalimbali, lakini Roho Mtakatifu anafunua siri za mioyo ya watu. Wale watu wanaanza kujisikia hatia kwa ufunuo wa ujumbe ambao mwinjilisti unautoa. Unafunua siri zao, unafunua hatia ndani yao, na hatimaye wanafika mahali pa kujisalimisha kwa Yesu. Nitikia amina. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 37. Ndio hapa unakuta imefunua injili ya Petro, ikafunua wanasema tutendeje. 2:37. Waebrania 14 mstari wa 25. Hatutasoma maandiko yote, mimi naomba tu uwe na notebook unaandika. Roho Mtakatifu anajua kila kitu na kuzungumza na wenye dhambi kupitia mahubiri ambayo yamehubiriwa na mhubiri mwenye ushirika na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Some andiko hili, Yeremia sura ile ya 23 mstari wa 15. Mstari wa 18. Yeremia sura ya 23 mstari wa 18. Sikiliza. Ili uwe na Roho Mtakatifu lazima uwe muombaji, si ndio? Maana ni nani aliyesimama katika baraza la Bwana hata akalifahamu neno lake na kulisikia? Hata akalifahamu neno lake na kulisikia. Mstari wa 22 anasema hivi: lakini kama wangelisimama katika baraza yangu, ndipo wangeliwasikizisha watu wangu maneno yangu na kuwageuza waziache njia zao mbaya na uovu wa matendo yao. Mimi ni Mungu aliye karibu, asema Bwana. Mimi sio Mungu niliye mbali. Nitikia amina. Anazungumzia kukaa barazani pa Bwana. Nimesema ili Roho Mtakatifu awe na wewe ni lazima uwe muombaji. Na unapokuwa muombaji, Bwana anakusikizisha na Roho Mtakatifu anakwenda na wewe. Na ndipo yale maneno tunayohubiri yanakwenda kugeuza mioyo ya watu. Tunasema leo tuna kanisa ambalo washirika wako mimi nafikiri tatizo ni sisi. Ujumbe ambao unaweza kumbadilisha mtu lazima uwe umepikwa na Roho Mtakatifu. Haleluya. Mhubiri aliyejaa na Roho Mtakatifu na kuambia kila kitu kinakuwa ni ujumbe. Nifafanue hapo. Yaani akinyosha kidole hivi ni ujumbe. Jamani, mnanisikia? Akiruka ni ujumbe. Yaani anaweza kuruka kwake kule tu ni ujumbe. Akinyosha kidole ni ujumbe. Nikutana na Mkenya moja miaka ya nyuma wakati wa injili ya mzee Kulola. Akasema yule mhubiri Kulola yule alikuja Nairobi akahubiri. Anasema alipokuwa ananyosha kidole na mimi nakwepa. Kwa sababu kidole chake kilikuwa ni ujumbe. Akinyosha kila mtu anaona amelengwa yeye. Nilifurahi
nikapata somo. Sema maana ujumbe ule ulikuwa umepikwa na Roho Mtakatifu. Haleluya. Mwinjilisti, nimefurahi kukuona. Haleluya. Anasema kama ungekaa barazani pake, ndipo unapoweza kwenda ukawasikizisha watu wa Mungu, na yale maneno utakayosema yabadilishe maisha yao. Tunahitaji kuibadilisha Tanzania. Tunahitaji kubadilisha pale tunapokaa. Tunahitaji kubadilisha hali zote, na hii iko mikononi mwa wainjilisti. Haleluya. Kwa sababu Roho Mtakatifu anajua kila kitu. Namba 2, huonyesha nguvu za Mungu kama ishara ya kuwepo kwa Mungu. Yesu aliahidi kwamba ishara hizi zitafuatana na wale wanaoihubiri Injili. Marko 16 mstari ule wa 17. Yesu alifanya mambo makuu mengi kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa pamoja naye. Yaani hata huduma ya Yesu ilimtegemea Roho Mtakatifu. Huduma ya Paulo ilimtegemea Roho Mtakatifu. Watanzania wenzangu, tusipomtegemea Roho, tusipomkubali Roho kwa dhati, tutabadilishaje wa Tanzania? Tutawafunguaje wa Tanzania? Watu wanapoziona ishara, hata kama walikuwa na mashaka na neno, watalazimika kuamini. Ikiwa umejazwa na Roho wa Mungu, anatenda ishara katika huduma yako, zitathibitisha kweli ya Mungu. Ishara na miujiza ni kwa ajili ya kutaka watu wajue kweli unayoihubiri. Nitikia amen. Tunataka tusikie viwete wanatembea, tusikie vipofu wanaona. Mimi sitaki ushuhuda ule kusema ulikuwa unasumbuliwa anasimama hapa. Mimi tena kwanza niwaambie wainjilisti, kwa kuwa niko hapa sitaki hiki kitu kabisa. Mimi nikihubiri, ninaposema walioponywa wapite mbele, sitaki wapite watu ambao hata kama ameponywa, maana sina maana muamini hawezi kuponywa, anaweza kuponywa. Lakini ninapenda wale ambao hawajaokoka wale. Sio anakuja mtu, Bwana Yesu asifiwe. Kwa kweli nikawa nasikia tumbo langu zito zito, lakini nilipombe sasa hivi jepesi. Huo nao ni ushuhuda wa kusimama kwenye madhabahu ya mwinjilisti aliyehubiri, anakuja kushuhudia. Mwingine anakuja, Bwana Yesu asifiwe, nilikuwa sina amani, sasa hivi na amani. Tunataka shuhuda zenye nguvu. Anayesikia aseme kweli kile kimefanyika. Na kitokee katika mikutano yetu. Inawezekana. Kitu nilichokigundua, wainjilisti wetu wa sasa wanahubiri. Halafu anaombea, basi anampa maiki mwanaye husika, anasema asante tumemaliza. Kwa nini hutaki shuhuda zitokee? Nilipokuwa naanza kanisa kule Mbagala, mhubiri wangu wa kwanza kabisa akaja kuhubiri. Amehubiri pale, anasema haya nataka kuombea wagonjwa. Akaombea. Haya akasema umeshapona. Mimi sio kama wale wengine hawana imani ya kusemaga eti nani amepona. Mimi nikihubiri na kuombea, umeshapona nenda. Siku ya pili amehubiri, ameita wagonjwa, wamekuja kuombewa. Alafu anamalizia tena, unajua kuna watu wengine hawana imani, wanaulizaga eti ni nani amepona. Hawa hawana imani. Kisha ombea, umeshapona. Nikaenda alikokuwa nalala, nikamwambia mzee, mbona mimi sikuelewi? Alikuwa mhubiri mzee kuliko mimi. Akaniambia, wewe kijana,
we unauliza pale eti nani amepona, akakosekana mtu hata mmoja. Ase nilishangaa, nikasema huyu mzee wa miaka mingi sasa ananijenga mimi. Anasema acha wewe, unaita watu wote waseme wangapi wamepona, hakuna hata mmoja. Si unajua unakuwa umebomoa mkutano. Sasa kama we mwenyewe unayehubiri una mashaka katika kongamano hili tutatiana moyo. Wewe huponyi, hakuna anayeponya. Wewe unakuwa muoga, usiwe muoga. Hatutaki wainjilisti waoga. Unakuwa na shaka na maneno ya Yesu. Hapana. Mwinjilisti mmoja rafiki yangu, yeye ni mwinjilisti wa taifa kwenye dhehebu fulani, sitaki nitaje, lakini ni rafiki yangu sana. Alikuwa rafiki yangu hata kabla tujaokoka, na yeye tukaja tukaokoka pamoja. Sasa ni mwinjilisti wa taifa. Sasa siku moja akaniambia, alikuwa Nairobi, wamemwandalia crusade kubwa, akahubiri. Wakati anahubiri, akaangalia upande wa kulia, akaona gari limesimama linateremsha kiwete. na kigari kile cha kusukuma, wakasukuma wakaleta hapa mbele. Walipoleta pale mbele, anasema nikasikia mwili unazizima. Lakini huku kwanza alikuwa anasema viwete wanapona, wanasema. Sasa huyo hapo na mkutano wote unaangalia, wakamweka hapa. Anasema wana, nikasema leo sasa huyu kiwete asipoinuka hapa itakuwaje? Anasema nilihubiri, nikaomba. Nilipoomba nikasema naomba mchungaji fulani aombe. Akainuka kuomba, akapeleka maiki kwa mwenyeji, akampa maiki. Nikamuuliza, una roho? Nikajisikia vibaya, rafiki yangu, una roho kweli wewe? Akasema wewe muiche, ukiomba pale yule kiwete asiposimama, kesho mkutano umekwisha. Nikasema sasa huo ni usanii. Hatutaki, nazungumza kwenu, hatutaki wainjilisti wa namna hiyo. Hallelujah. Tunataka wainjilisti kama Petro na Yohana. Wanaingia hekaluni, wanakuta kiwete tangu miaka mingi anaomba sadaka. Mhubiri mmoja akasema hata sadaka zilikuwa zinapungua kwenye kichombo, kumbe zingine zilikuwa zinapotelea kwa kiwete. Petro na Yohana wamevaa nadhifu, saa 9 wanaingia hekaluni. Wakamuona, akamwambia tutazame sisi. Akawa na matumaini ya kupata misadaka mikubwa. Unajua wainjilisti wanakuwa smart, au sio? Pesa na dhahabu hatuna, bali tulicho